Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hii session, mtu wa Mungu, assignment yangu ni kukuonyesha umuhimu na ulazima wa kuwa na nguvu za kiroho. Umuhimu na ulazima wa kuwa na nguvu za kiroho. Then nitakuonyesha nini unatakiwa kufanya ili kuweza kupata nguvu. Sheria ya nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Nianze kwa kukwambia, hakuna namna utakuwa na uwezo wa kupata matokeo makubwa kama hutakuwa na nguvu za kiroho. Hakuna namna utakuwa na uwezo wa kufanya mambo makubwa. Hakuna namna utakuwa na uwezo wa kusababisha vitu viweze kutokea kama hautakuwa na nguvu za kiroho. Vile vile hautakuwa na namna yoyote ile ya kuweza kumiliki na kutawala ikiwa hauna nguvu. Kanuni ya nguvu ni moja kati ya kanuni inayoheshimika kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili. Na habari njema ni kwamba vitu vyote unavyoviona vinaanzia kwenye ulimwengu wa roho kuja kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo hakuna namna mtu atakuwa dhaifu kwenye ulimwengu wa roho then huyo mtu akawa na nguvu kwenye ulimwengu wa mwili. Lazima ufanyie kazi assignment yako ya kuwa na nguvu kwenye ulimwengu wa roho, nguvu kwenye ulimwengu usioonekana. Uwe na ujasiri, uwe na uhakika. There is a reason, mtu wa Mungu. Mungu alimwambia tena na tena Joshua, uwe na moyo wa ushujaa. Uwe na moyo wa ushujaa. Uwe na ujasiri mwingi, uwe na moyo wa ushujaa. Uwe na ujasiri mwingi, uwe na moyo wa ushujaa. Kwa maneno mengine, Mungu alichokuwa anamwambia Joshua, fanyia kazi assignment yako ya kuwa na nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Kwa sababu hautaweza kuwa kiongozi wa taifa, hautaweza kupata matokeo, hautaweza kuaminika na watu wanaokufuata, hautaweza kusababisha vitu viweze kupatikana kama hauna nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Ninafahamu kwamba unafahamu kuna nguvu za aina nyingi. Kuna nguvu ya pesa, kuna nguvu ya madaraka, kuna nguvu ya umaarufu ama ushawishi, kuna nguvu ya akili, kuna nguvu ya watu. Lakini hakutakuwa na uwezekano ukafaulu kutumia nguvu nyingine zilizopo, ukafaulu kupata faida ya nguvu nyingine ambazo unaweza ukazipata hapa duniani kama hautakuwa na nguvu za kiroho. Liko andiko sikulichukua kwa ajili ya hii session, liko kwenye kitabu cha Mithali, linasema ukizimia moyo siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba mtu ambaye ana uwezo wa kufanya maisha, uwezo wa kuwa na uendelevu ni mtu mwenye nguvu nyingi kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana anasema ukizimia moyo siku ya taabu. Kama utafika sehemu maisha yakakulazimisha kukata tamaa, kama utafika sehemu situations zitakulazimisha uailishe, kama utafika sehemu utasema leo sifanyi kwa sababu jana nilidhalilika sana, kama utafika sehemu utasema sitaendelea kwa sababu hakuna mtu ambaye ananiunga mkono, kama utafika sehemu utaanza kudoubt maamuzi ulioyachukua kwa sababu hakuna mtu anayeonekana kusimama na wewe. Issue sio watu, issue ni wewe. Nguvu zako ni chache. Kwa hiyo fanyia kazi assignment yako ya kuwa mtu mwenye nguvu, mtu mwenye capacity kwenye ulimwengu wa roho. Sasa naomba nikupe vitu vinne ambavyo vitakuonyesha kwa nini unatakiwa kuwa na nguvu za kiroho. Kwa nini ni necessary kwako kuwa na nguvu za kiroho. Jambo la kwanza unaotakiwa kulijua ni kwamba hakuna kitu kinachotokea duniani bila kuanzia rohoni. Hakuna kitu kinachotokea duniani, hakuna kitu kinacho manifest kwenye physical realm, hakuna kitu kinachopatikana kwenye huu uso wa nchi pasipo kuweza kuanzia kwenye ulimwengu wa roho. Chochote unachokiona, biashara iliyofanikiwa, mtu ambaye ametoboa kwenye kazi yake, mwanasiasa aliyefanikiwa, mtu ambaye amefanikiwa kwenye uchumi, mapenzi yaliyofanikiwa, ndoa iliyofanikiwa, afya iliyo bora, furaha na kila kitu kingine lazima kiweze kuanzia kwenye ulimwengu wa roho. Mambo yote yanaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 3, maandiko yanasema kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa na vitu vilivyo dhahiri. Tafsiri ya hili andiko ni kwamba vitu vinavyoonekana havitokani na vitu vinavyoonekana. Vitu vinavyoonekana vinatokana na vitu visivyoonekana. Kwa hiyo ukiwahi kumuona mtu ana sura ya tabasamu,
uso wake umejaa furaha. Tambua kwamba kilichomfurahisha sio vitu vinavyoonekana. Of course watu huwa wanajidanganya sana, wanasema furaha ni vitu. No, mtu wa Mungu, furaha haitoki ndani, haitoki nje. Furaha inatoka ndani. Kujiamini hakutoki nje, kujiamini kunatoka ndani. Mafanikio hayaanzi nje, mafanikio yanaanzia ndani. Kila kitu kinachoonekana kinatokana na vitu visivyoonekana. Lazima ufike sehemu uweze kuwa na capacity ya kufanya maamuzi. Uweze kuwa na capacity ya kuuliza maswali. Uweze kuwa na capacity ya kuanza vitu vyako. Uweze kuwa na capacity ya kuendelea mbele. Uweze kuwa na capacity ya kuvumilia. Uweze kuwa na capacity ya kuendelea wakati hakuna dalili za kupata matokeo. Hizi nguvu zote zinaanzia rohoni. Hakuna kitu kinachopatikana kwenye ulimwengu usioonekana bila kuanzia kwenye ulimwengu wa vitu visivyoonekana. Kwa hiyo lazima uwe na nguvu za kiroho. Lazima uwe na nguvu kwenye ulimwengu usioonekana. Lazima uwe na nguvu. Kuna nguvu moja inawanufaisha watu wengi sana na inawasaidia watu wengi kupata matokeo. Inaitwa the power of your own conviction. Nguvu ya kushawishika kwako. Nguvu ya kushawishika kwako. The power of your own conviction. Unajua, kwenye lolote ambalo unalifanya, biiti ni biashara, biiti ni huduma, biiti huko kwenye career, hatua za mwanzo utahitaji wewe mwenyewe kujikubali. Utahitaji wewe mwenyewe kujiamini. Utahitaji wewe mwenyewe kujikubali beyond doubt. Na hautaweza kama haujashawishika ndani yako. Ndio hiyo power of your own conviction. Kabla haujamshawishi mtu mwingine, kabla haujaungwa mkono na mtu mwingine, wewe unatakiwa kuwa umejishawishi. Unatakiwa uwe umejiunga mkono. Na hakuna namna utafanikiwa kuitumia hiyo nguvu kama ndani yako wewe ni dhaifu. Ndio maana dalili ya kwanza ya mtu anayekwenda kutoboa kwenye maisha sio mtu ambaye anaonekana na vitu vingi nje. Ni mtu ambaye amejaa ndani yake. Kwa hiyo kwa namna yoyote, kama unataka kutoboa big time, kama unataka kufanya mambo makubwa, hakikisha umejaa ndani. Umejaa ndani, umeshiba, umejaa. Jambo la pili, ulimwengu wa roho unatambua na kuheshimu nguvu. Oda ya ulimwengu wa roho ni kama oda ya jeshi. Mtu mwenye nguvu ndiye ambaye anaheshimika. Mtu mwenye nguvu ndiye ambaye anakuwa na uwezo wa kutawala. Mtu mwenye nguvu ndiye ambaye anakuwa na uwezo wa kusababisha vitu viweze kutokea. Oda ya ulimwengu wa roho ni nguvu. Kwa hiyo kama hautakuwa na nguvu kwenye ulimwengu wa roho, wenye nguvu wakitokea, utajikuta unapoteza kila kitu ambacho ulitakiwa kuwa nacho. Utajikuta unapoteza kila kitu ambacho ulitakiwa kuwa nacho. Can you imagine kwamba kuna watu wanapoteza fursa sio kwa sababu hawana elimu, ila ni kwa sababu hawana ujasiri na kile wanachokijua. Mtu mwenye uwezo wa kawaida ambaye anauamini uwezo wake na anajiamini na uwezo wake, anaweza kumshinda mtu mwenye kipaji cha kimataifa, mtu mwenye extraordinary talent ambaye haiamini. Kwa hiyo sio mara zote mtu kuwa na kitu nje ndio inakupa matokeo, lakini kuwa na capacity ya ndani ya kutumia kile kitu ambacho kiko nje ndio ambayo itakupa matokeo. Angalia kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 12, maandiko yanasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wanauteka. Maana yake ufalme, utawala, matokeo hayapatikani kwa majadiliano, yanapatikana kwa nguvu. Na mtu mwenye nguvu huwa haombi, mtu mwenye nguvu anateka, mtu mwenye nguvu analazimisha matokeo yaweze kumfuata. Ndio maana mara zote unaweza ukawa ni mtu unafanya biashara, then akaja akatokea mtu mwingine ambaye ana kitu cha ziada anachoweza kuofa kwa wateja. Unashangaa wateja wote wanajikata, wanamfuata yule mtu. Sio kwamba yule kakuibia wateja, yule ni mtu mwenye nguvu ametokea, na mwenye nguvu huwa anateka. Mwenye nguvu huwa anashurutisha matokeo kuweza kufanya nini? Kuweza kumpata. Kwa hiyo ufalme, matokeo, mafanikio hayapatikani kwa majadiliano,
hayapatikani kwa maombi, hayapatikani kwa kuomboleza, hayapatikani kwa kutia huruma. Matokeo yanapatikana kwa nguvu, na mwenye nguvu huwa anateka. Maana yake mwenye nguvu huwa anayachukua pasipo nyinyi kuwa na hiari. Sijui kama unaelewa. Mtu mwenye nguvu huwa ana uwezo wa kuchukua matokeo kwenye mji ambao wewe upo. Ana uwezo wa kuchukua matokeo kwenye ofisi ambayo unafanya kazi. Ana uwezo wa kuchukua matokeo mahala ambapo unapatikana bila wewe kuwa na hiari. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu mwenye nguvu. Kwa hiyo you must have power. You must have power. Lazima uwe mtu mwenye nguvu ili uweze kusababisha vitu viweze kutokea. Kwa hiyo kama unataka kufanikiwa kwenye eneo lolote, lazima uwe na nguvu ili uweze kuteka vitu vyako. Mtu wa Mungu, ndoa inapatikana kwa kuteka. Pamoja na kwamba unaona tu kwamba kuna watu wanalipa mahali na nini, lakini ndoa lazima uweze kuiteka. Kama hauna muscles za kuweza kuiteka ndoa, utajikuta kila siku unaendelea kusumbuliwa na hofu ya kuogopa, hivi nitatunzaje mke wako, nitawaendeaje na vitu kama hivyo. Amani na ujasiri inapatikana kwa kuteka. Ni mtu mwenye capacity ya ndani, anayeweza kuzituliza storms za maisha, ndio mtu ambaye anaweza akawa na amani ndani yake. Njia za uchumi zinapatikana kwa kuteka. Maongezeko na mazidisho yanapatikana kwa kuteka. Kwa hiyo lazima uweze kuwa na nguvu za kiroho ili uweze kuteka matokeo yako. Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa 20. Maandiko yanasema, maana ufalme wa Mungu hauwi katika neno, bali katika nguvu. Protocol, order ya ufalme wa Mungu, matokeo ya ufalme wa Mungu hayapo katika maneno matupu, yapo katika nguvu. Na wenye nguvu ndio ambao wana uwezo wa kusababisha vitu viweze kutokea upande wao. Jambo la tatu, kila eneo ambalo unahitaji matokeo, kuna roho ya mwenye nguvu unatakiwa kuishinda kwanza ili uweze kupata matokeo. Nataka nikufundishe kanuni ya muhimu sana. Unatakiwa kujua, mtu wa Mungu, ulimwengu wa roho huwa haubaki empty. Ndio maana mara zote unapojaribu kufanya vizuri, unapojaribu kubadilisha mambo, unapojaribu kupata matokeo, kuna vitu vinakuwa vinapingana na wewe. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho huwa haubaki empty. Ulimwengu wa roho uko occupied always. Na ili uweze kutawala, lazima umshushe mwenye nguvu aliyekaa kwenye hilo eneo. Wewe uasendi hapo ndio uanze kupata matokeo. Kuna roho ya adui inaitwa roho ya mwenye nguvu, na adui huwa anaitumia hiyo roho kublock watu kuelekea matokeo yao, kublock watu kufikia hatima zao, kublock watu kupata vile vitu ambavyo wanatamani kuweza kuvipata. Kitabu cha Marko sura ya 3 mstari wa 27, Yesu akasema, hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba. Alikuwa anaongea kwa lugha ya mifano, lakini alichokuwa anajaribu kucommunicate ni kwamba kuna roho ya mwenye nguvu. Kosa alilolifanya Adamu, wazazi wetu wa kwanza kabisa, bustanini, Adamu aliuza haki na uhalali wa kuweza kuitawala dunia, akamuuzia Shetani. Shetani anaitawala dunia kwa kutumia nguvu za kiroho. Anazo roho zake specific, na moja kati ya roho anayoitumia inaitwa roho ya mwenye nguvu. Kwa hiyo kama utataka kupiga hatua kuelekea kwenye ndoa, utakutana na vita. Kama utataka kupiga hatua kupata mafanikio kiuchumi, utakutana na vita. Kama utataka kupiga hatua ili kuweza kutimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yako, utakutana na vita. Kama utataka kupiga hatua ili kupata matokeo, kupata njia za uchumi, kuinuka kimaisha, utakutana na vita. Lazima ufike sehemu uweze kuishusha hiyo roho ya mwenye nguvu. Unajua, Shetani hakuachi kwa sababu wewe ni mlokole. Shetani hakuachi kwa sababu unamwamini Mungu. Shetani anakuacha kwa sababu umemshinda nguvu. Liko andiko linasema, mpingeni Shetani naye atawakimbia. Shetani mpaka umekuwa na nguvu ya kumpinga na kumshinda kwenye hilo eneo specific, ndio anaweza kukimbia. Shetani hakuachi kwa sababu amekuonea huruma. Shetani hakuachi kwa sababu unataka sana kufanikiwa. Shetani anakuacha kwa sababu umemshinda. Jambo la 4, Mungu anakuwezesha kwa kukupatia nguvu. Mungu anapokuwezesha kwenye eneo lolote lile, anakuwezesha kwa kukupatia nguvu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, anza kuzungumza lugha ya nguvu. Vitu vyote ambavyo Mungu anakupatia, huwa hakupi vitu
anakupa nguvu ya kupata vitu. Baraka ni nguvu, neema ni nguvu, kibali ni nguvu. Mungu huwa hatupatii vitu. Mungu anatupatia nguvu kwenye ulimwengu wa roho wa kwenda kupata vitu kwenye ulimwengu wa mwili. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18, maandiko yanasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu ya kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Mungu anakupa nguvu ya kupata vitu. Mungu anakuwezesha kuwa na nguvu ili uweze kuitumia nguvu kupata vitu. Kwa hiyo it is very dangerous kama Mungu atakuwa amekupa nguvu alafu wewe ukawa haujafanya assignment yako kuweza kuascend ili kuzitumia hizo nguvu. Haujafanya assignment yako kuweza kuwa mtu capable ili uweze kuzitumia hizo nguvu kupata matokeo. Mungu hakupi vitu. Ndio maana utakapoomba Mungu akupe hela, akupe hela, akupe hela, sana sana Mungu atakupa idea. Sana sana Mungu atakupa wazo. Sana sana Mungu atakupa watu. Sana sana Mungu atakuonyesha mahali unapotakiwa kwenda. Ili uweze kufanya nini? Ili uweze kutumia nguvu aliyokupa uweze kupata matokeo. Kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari wa 29 na 31, maandiko yanasema, huwapa nguvu wazimiao, humuongezea nguvu yeye asiye na uwezo. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Mungu huwa anawapa watu nguvu. Ukitaka kuzimia, Mungu anakupa nguvu. Ukitaka kuchoka, Mungu anakupa nguvu. Kama unasubiri, Mungu anakupa nguvu. Kama unataka matokeo, Mungu anakupa nguvu. Kwa hiyo it is for your loss kama utashindwa kutumia nguvu ambazo Mungu amekupatia. Sasa swali la msingi ambalo unaweza ukaniuliza, hizi nguvu nazipataje? Hizi nguvu nazitumiaje? Hizi nguvu ambazo umeniambia mtumishi wa Mungu nazipata wapi? Kuna hatua 3 za msingi. Hatua 3 ambazo ukizifanyia kazi hizi hatua zitakuingiza kwenye realm ya kutembea kwenye nguvu. Zitakuingiza kwenye realm ya kutembea kwa uhakika, kwa ujasiri na kuanza kuona matokeo ya kimkakati kwenye maisha yako. Hatua ya kwanza ni kutafuta kitu kinaitwa nguvu ya kujua. Nguvu ya kujua. The power of awareness au awareness power. Nguvu ya kujua. Mtu wa Mungu, kuna kitu kinaitwa nguvu ya kujua. Hauwezi ukatawala kwenye eneo ambalo haujui. Hauwezi ukapata matokeo kwenye eneo ambalo haujui. Hatua ya kwanza ili kuweza kupata matokeo, lazima uweze kujua. Kwa hiyo kutokujua kwa namna yoyote ni hasara yako. Ndio maana kwenye kitabu changu ambacho kinakwenda kutoka mwezi Januari, Wavunja Mipaka wa Familia, Jamii, Taifa na Kizazi, nimeelezea aina 5 za elimu unazotakiwa kuwa nazo. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu ya kujua. Kuna nguvu ya kujua. Ndio maana mara zote, mtu wa Mungu, unapokutana na mtu ambaye amesoma, utagundua ni kama anajiamini zaidi kuliko wengine. Na hata anavyozungumza ni rahisi kueleweka. Kwa nini? Kwa sababu anajua. So kuna nguvu inaitwa nguvu ya kujua. Kwa hiyo mtu wa Mungu, hakikisha unafanya bidii ili kuweza kujua. Kujua nini? Kwa kusoma neno la Mungu. Kwa sababu maandiko yanasema, utaifahamu kweli nayo kweli itakuweka huru. Utaifahamu kweli nayo kweli itakuweka huru. Yohana sura ya 8 mstari wa 32. Utaifahamu kweli nayo kweli itakuweka huru. Kama haujui, maana yake wewe ni mfungwa kwenye gereza la ujinga. Kama haujui, maana yake wewe ni mfungwa kwenye gereza la kutoelewa hivi vitu vinapatikana vipi. Kama haujui, wewe ni mfungwa kwenye gereza la giza kwa sababu haujui. Na moja kati ya eneo ambalo shetani huwa anapenda kukukuta ni kwenye eneo la kutokujua. Kwa hiyo jua kwa kusoma neno la Mungu. Jua kwa kusikiliza watumishi wa Mungu kwenye session kama hizi. Jua kwa kusoma vitabu. Jua kwa kufuatilia watu ambao unaona wana maarifa, wanakupa kweli, wanakupa kanuni zitakazokupa matokeo mtandaoni. Jua. Nguvu ya kwanza unayotakiwa kuitafuta ni nguvu ya kujua. Na kujua kunapatikana wapi? Kwa kujifunza. Kwa hiyo open up your eyes, open up your ears
kuweza kusikia, kuweza kuona, kuweza kupata kitu ili uweze kufanya vitu vyenye matokeo kwenye maisha yako. Nguvu ya pili, hatua ya pili ni nguvu ya ufunuo. Nguvu ya ufunuo. Sasa kuna kujua, alafu kuna ufunuo. Ufunuo unatokana na kile ulichokijua. Ufunuo ni nini? Ufunuo ni kupata kitu chako binafsi kutoka kwenye kile ulichokijua. Kupata kitu chako ambacho utasimama nacho kwenye maisha kutoka kwenye kile ulichokijua. Kupata kanuni ambayo utaifanyia kazi na kupata matokeo kutoka kwenye kile ulichokijua. Kupata mstari utakaosimama nao kwenye maombi kwa sababu umegundua kuna ahadi ya Mungu kutoka kwenye mistari mingi uliyoijua. Nguvu ya ufunuo. Nguvu ya ufunuo. Baada ya kusoma vitu vyote ulivyovisoma, kuna vitu viwili muhimu sana kuweza kuvifanya. Kuwa na muda wa kufanya meditation, kutafakari, na kuwa na muda wa kuomba. Kitu ambacho kitabadilisha andiko ulilolisoma kwenye Biblia liweze kuwa kitu ambacho unaona ni ahadi binafsi ambayo Mungu amekupatia, ni maombi, ni kumeditate. Kumeditate maana yake ni kutafakari. Unatafuta kuona picha kwenye hicho kitu ambacho umekiona. Kwa mfano, ngoja nikupe andiko moja hapa. Kitabu cha Isaya sura ya 55 mstari wa 10 na 11. Isaya 55 mstari wa 10 na 11. Huu ni ufunuo binafsi ambao mimi nimeupata kwenye hiki kitabu cha Isaya, na mara zote ninaposoma hili andiko kuna nguvu isiyokuwa ya kawaida ninaipata, kuna ujasiri usiokuwa wa kawaida ninaupata. Maandiko yanasema hivi: maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyesha ardhi na kuzalisha na kuchipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo lilivyo neno langu litokalo kwenye kinywa changu. Halitarudi bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika yale niliyolituma. Ili andiko mimi nina ufunuo nalo. Mara zote ninapotaka kwenda kuhubiri, mara zote ninapotaka kurekodi session kama hii, mara zote ninapotaka kuandika kitabu, mara zote ninapotaka kufanya kitu ambacho kinahusisha kuhudumu kwa kulihubiri neno la Mungu, ili ni andiko ambalo nasimama nalo kwenye maombi, kwamba Mungu umesema kwenye neno lako kwamba neno linalotoka kwako huwa halirudi bure. Naomba unipe neema ili hiki nitakachokifundisha kisirudi bure, kikatimize mapenzi, kikatimize kusudi fulani kwenye maisha ya mtu. Lakini pia neno lako ni kama mvua ambayo kazi yake ni kuzalisha na kuchipuza. Ninaomba hiki ambacho ninakwenda kukizungumza kikawe chachu ya kuzaa na kuchipuza, ikazae vitu vipya kwenye maisha ya mtu, ikachipuze vitu fulani. Lakini pia neno lako ni kama mbegu na mkate, kwa maana ya mtaji wa kufanyia maisha. So ili andiko kwa mwingine anaweza akalipita tu, lakini kwangu mimi limefunuka, lina kitu ambacho limenipa kukishikilia. Na toka ili andiko limefunuka, mara zote ninapokuwa ninaombea session, mara zote ninapokuwa ninaombea ujumbe, mara zote ninapokuwa najipanga kufanya huduma, mara zote ili andiko huwa linakuja kichwani. Kwa nini? Kwa sababu nina ufunuo. So unahitaji ufunuo. Ndio maana ni muhimu kushinda kwenye chumba cha maombi. Usiishie tu kusikiliza session kama hii. In fact, unaweza ukasikiliza session kama hii, ukatoka ukaenda kuomba, kaambia Mungu, nimesikia session kuhusu sheria ya nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Natamani kuanza kutembea kwa nguvu. Roho Mtakatifu nifunulie. Roho Mtakatifu nifunulie. Nionyeshe nini cha kufanya. Nionyeshe nini natakiwa ukifanya sasa hivi ili nianze kutembea kwa nguvu. Nionyeshe nini natakiwa kubadilisha ili nianze kutembea kwa nguvu. Unakomaa. Mtu wa Mungu, utapata unachotaka kukiona. Na hatua ya tatu ni mamlaka ya kutumia hiyo kanuni au ufunuo ulioupata. Mamlaka ya kutumia hiyo kanuni ama huo ufunuo ulioupata. Hii mamlaka inatokea kwenye nini? Hii mamlaka inatokea kwenye kubali kushawishika na kile ulichofunuliwa na kuwa na utayari wa kuanza kukifanyia kazi. Unaweza ukafanya vitu vyote. Lakini kama haujafika sehemu ya kuruhusu kushawishika na kuruhusu kuanza kufanyia kazi kile ambacho umekiona,
hautawahi kutembea kwenye mamlaka ya kutumia kile ambacho umefunuliwa. Usizani mtu wa Mungu, mtumishi ambaye anatembea kwenye kalama ya miujiza, anaweka mkono watu wanapona, anaweka mkono pepo zinafunguka, yule mtu alianzia vile. Hapana. Alianza kwa kuruhusu ule ukweli. Kuna kitu alifunuliwa kwamba unaweza ukaweka mkono juu ya mtu akapata uzima. Akaanza na mtu mmoja. Pengine mwaka wake wa kwanza ni watu 5 tu ndo alifanikiwa kuwaponya. Ni watu 5 tu ndo aliwekea mkono. Mwaka wa pili akaona okay, kumbe inafanya kazi. Akaendelea mpaka akafika pale alipofika. Nilipo amini kwamba nimeitwa kwenye huduma na nikashawishika kabisa ndani yangu kwamba mimi ni mhubiri, nilianza kwa kutengeneza message za kawaida kabisa. Napewa session, unahubiri, unakuwa kama hujiamini, unahisi kama umekosea na nini, unapewa session nyingine unafanya. Lakini as I keep on doing it, nika gain momentum. Kiwango cha ujasiri kinaongezeka. Huo ujasiri wa kukifanya hicho kitu ndio mamlaka unakuwa nayo over hiyo territory. Hakuna mtu mwenye mamlaka ambaye hajawahi kufanya kitu hata kimoja. Kwa hiyo mtu wa Mungu, naomba nikuagize, kwenye kila eneo ambalo Mungu amekuassign 2026 kwenye majira haya, go and do it. Go and do it. Usiwaze kuhusu nini wengine watasema. Usiwaze kuhusu wengine watakufikiriaje. Usiwaze kuhusu kama utakosea ama utapatia. Go and do it. Go and do it. Geti la kwanza la kuwa na mamlaka ya kufanya vitu vikubwa duniani unalifungua baada ya kuanza kupiga hatua ya kwanza. Mtu wa Mungu, hautawahi kupata neema ya kupiga hatua ya pili, kupiga hatua ya tatu na kuendelea na kufika mwisho kabla haujaruhusu kuweza kuanza. So, it is my hope and prayer hivi vitu vimeweza kukunufaisha, vimeweza kukusaidia. Naomba nikuombe kitu ambacho mara zote huwa nasahau. Kama hujasubscribe kwenye hii channel, naomba usubscribe, kwa sababu lengo ni kuweza kuwafikia watu wengi kadiri ambavyo inawezekana, na hatutakuwa na huo uwezo kama watu hawatakuwa wamesubscribe. Kwa hiyo naomba usubscribe. Lakini kama kuna rafiki yako, ndugu yako, unajua kabisa hii session inaweza ikamfaa na ikamsaidia, tafadhali share. Mtumie kwenye inbox yake WhatsApp, share na yeye ili aweze kujifunza na maisha yake yaweze kubarikiwa. Lakini naomba pia nitoe huu mwaliko, kuna fellowship ambayo tuko nayo online, inaitwa Kingdom Community Fellowship. Tunapata neema ya kujifunza neno la Mungu na kuwa na maombi. Almost tunakuwa nayo siku ya Jumatatu na Alhamis kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 5, na siku nyingine ambazo tunakuwa na assignment maalum, tunaweza tukawa na maombi ya siku 7, maombi ya siku 21 kwa ajili ya vitu mbalimbali. Kwa hiyo kama umekuwa una kiu ya kutengeneza capacity ya kuomba, kupata muda wa kuomba, kutengeneza capacity ya kuwa karibu na watu ambao wanajifunza neno la Mungu, this is your chance. Tumia namba ya simu ambayo inaonekana hapo kwenye hiyo thumbnail, nitumie ujumbe WhatsApp, mimi nitakuunga. Mungu akubariki, Mungu akulinde, Mungu akutunze mpaka pale utakapokutana kwenye session nyingine. Endelea kubarikiwa.